kujenga moyo wako, kulisha roho yako. Haleluya. Wewe tusomee andiko moja kwenye kitabu cha Luka sura ya 4. Kitabu cha Luka. Alafu tutakuja kwenye kitabu cha Yohana sura ya 6. Then tutakuwa tunaenda kuomba. Biblia inasema kwenye kitabu cha Luka sura ya I think it's chapter number 2. Chapter number 4. So. Kuanzia mstari wa kwanza. Biblia inasema Luka sura ya 4, naye Yesu amejaa Roho Mtakatifu alirudi kutoka Jordan akaongozwa na Roho. Hebu sema akaongozwa na Roho. Aliongozwa na Roho Mtakatifu. Maana yake alikuwa haongozwi na mwili. Mama kaka. Ukitaka kufanikiwa kwenye maisha yako, tafuta kuongozwa na Roho wa nani? Wa Mungu. Kwa sababu Yesu mwenyewe pamoja na kwamba alikuwa Mungu, alikuwa mwana wa Mungu, alikuwa na sifa zote za kuabudiwa na kuheshimiwa kama Mungu, lakini alichagua kujitiisha kuongozwa na nani? Na Roho Mtakatifu. Ndio maana Paulo kwenye kitabu cha Wagalatia anasisitiza kwamba basi enendeni kwa Roho nanyi hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Kwa sababu usipoenenda kwa Roho utajipata unatimiza tamaa za nani? Za mwili, ambazo tamaa za mwili zinaleta uharibifu, zinaleta mauti, zinaleta aibu, zinaleta kufeli, zinaleta kufilisika na uharibifu na kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa maandiko yanasema kwenye sura hii ya 4 ya kitabu cha Luka, Yesu hali amejaa Roho. Hebu sema amejaa Roho. Amejaa Roho. Kwa hiyo msisitizo hapo ni nini? Mwenyewe ili uongozwe na Roho lazima ujawe na Roho Mtakatifu ndani yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Roho Mtakatifu anatakiwa atujae, kwa sababu hauwezi kuongozwa na kitu ambacho hakijakujaa. Biblia inasema kimjaacho mtu nafsini mwake au moyoni mwake ndicho kinachofanya nini? Kinachomtoka. Kama umejaa dunia, kitakachokutoka nini? Ni dunia. Lakini kama umejawa na Roho wa Mungu, utakuwa unatokwa na mambo ya nani? Ya Mungu kwenye maisha yako. Kwa hiyo unapokuja kama hivi kwenye ibada, pamoja na changamoto ya mvua, pamoja na changamoto ya mazingira na hali ya hewa ilivyo, umekuja kupokea ujazo wa nini? Wa Roho wa Mungu kwenye maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Umekuja kupokea ujazo wa nini? Wa Roho ya Mungu kwenye maisha yako. Kwa hiyo Mungu hapa anachokifanya sasa hivi ndani yako, anajaza neno lake. Yesu alisema maneno haya niwaambia ni roho tena ni uzima. Kwa hiyo unaposikiliza maneno ya Mungu, actually hausikilizi maarifa, unasikiliza, unapokea Roho wa Mungu ndani yako. Kwa the more au kila siku unapokuja uweponi mwa Mungu, kila ambacho Yesu anakifanya kwenye maisha yako, anakujaza nini? Anakujaza Roho Mtakatifu. Anakujaza neno la Mungu kwenye moyo wako. Anajaza maisha yako na nguvu za Mungu zitakazokusaidia kuenenda kwa Roho, ili usienende tena kwa mwili. Hebu sema nakataa. Nakataa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kuna mtu alikuwa asema sema nakataa. Nakataa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kuongozwa na mwili. Kuongozwa na mwili. Nakataa. Nakataa. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kuongozwa na akili zangu. Bwana Yesu. Ninaomba unisaidie. Ninaomba uniongoze kwenye maisha yangu kwa Roho wako Mtakatifu. Kwa sababu imeandikwa, enendeni kwa Roho nanyi hamtazitimiza kamwe. Nanyi hamtazitimiza kamwe tamaa za mwili. Asante Yesu. Kwa hiyo ukitaka kwenye maisha yako uishi maisha ya mafanikio makati, ukitaka uwe na afya kama ambavyo Biblia inasema kwenye kitabu cha waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1, maandiko yanasema na kuombea mafanikio au na kutakia, yani ni mtumishi wa Mungu anaombea mtu mafanikio katika mambo yake yote. Alafu anamwombea na kuwa na afya. Maana yake alikuwa anakataa magonjwa kwenye maisha ya yule mtu ambaye alikuwa anamwombea. Anaitwa Gadi. Anakataa magonjwa kwenye maisha yake. Alafu anasema kama vile roho yako. Kwa swala la maisha ya roho yake ilikuwa lina shida. Ila huyu jamaa alikuwa na shida kwenye eneo la afya na eneo la nini? Na sababu zake za biashara au nje, mambo ya shughuli za kila siku. Ila roho yake ilikuwa inafanya inafanikiwa. Kama unavyofanikiwa kwenye maisha ya kiroho.